Haya ni mambo matano ambayo mama mjamzito hutakiwi kuyaogopa kabisa wakati wa ujauzito. Licha ya kwamba yawezekana yanakutisha, ila ni kawaida. Tafadhali, kama wewe ni mama mjamzito, naomba nisikilize hadi mwisho wa video hii. Jambo la kwanza ni kupata kichefuchefu asubuhi. Hali ya kichefuchefu wakati wa asubuhi ni swala la kawaida. Hili linatokana na mabadiliko ya homoni, hasa wakati wa ujauzito wako. Kwa hiyo kupunguza kichefuchefu, jitahidi kula kidogo kidogo mara nyingi. Lakini swala la pili ni uchovu kupita kiasi. Hali ya kuchoka sana ni swala la kawaida wakati wa ujauzito. Yawezekana muda mwingine umelala lakini bado unachoka. Kumbuka mwili wako upo unapambana kujenga afya ya mtoto. Kwa hiyo usiwaze kuhusu hilo. Lakini namba 3 ni kukojoa mara kwa mara. Hali ya kukojoa mara kwa mara ni swala la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu mtoto anavyozidi kukua ni kwamba anakuwa anagandamiza kibofu cha mkojo ambapo kipo nyuma ya kizazi. Kwa hiyo hilo swala lisikutishe. Kama natoka mara nyingi usiku, endelea kunywa maji, ni swala la kawaida kabisa. Namba 4 ni maumivu madogo ya tumbo. Inawezekana unapata maumivu ya tumbo ya kwenye tumbo la chini, aidha unapata maumivu ya kwenye kitovu. Haya maumivu ni kawaida. Kwa nini? Kwa sababu mtoto anawekwa kwenye nafasi nzuri, lakini ni kwa ajili hasa ya kwenda kuimarisha misuli ya tumbo wakati mtoto anaendelea kukua. Kwa hiyo ni swala la kawaida. Namba 5, mabadiliko ya hisia. Leo unaweza ukawa unacheka lakini kesho ukawa unalia bila sababu yoyote. Hii vile vile ni masuala ya mabadiliko ya homoni, hutakiwi kushtuka wala kuogopa. Lakini namba 6 na mwisho, mgongo kuuma. Kama unapata maumivu ya mgongo wakati wa ujauzito wako, basi jua ni swala la kawaida sana, hasa kwenye ujauzito wiki za mwisho. Kumbuka hapa ni kwamba homoni kama progesterone unajiandaa kwa ajili ya kujifungua. Kwa hiyo inapelekea kulegeza kwa mifupa, kiasi kwamba mifupa inakuwa laini na kupelekea kuanza kupata maumivu makubwa ya tumbo, maumivu ya mgongo. Hivyo vumilia. Kama umejifunza kitu kwenye hii video, hakikisha una share na ndugu yako, na share na rafiki yako. Unaweza ukamsaidia na ukampunguzia hofu. Kumbuka safari ya ujauzito inahitaji upitie mambo mengi sana, lakini yote hayo yanakuambia kwamba mwili wako unafanya kazi vizuri. Kama na swali lolote, uliza hapa, lakini kama umejifunza, unaweza ukalike na ukauliza swali lolote kwenye comments.